na wasi msiwe. Nyerere aliwahi kusema ya kwamba jambo lolote, neno lolote, kitu chochote kikizungumzwa kwa lugha ya Kiingereza kinaonekana kama cha maana sana. Sasa polisi au vyombo vya usalama, kama mtaua Dar es Salaam, kama mtaua Njombe, chueni ya kwamba hamjaua raia wa Njombe, mliowaua ni ndugu zenu. Unaweza ukaua ukiwa Mbeya, ukamiminia risasi raia wa Mbeya siku ya maandamano, lakini nyumbani ni Tanga. Unarudi Tanga au nyumbani ni Songea, unarudi Songea unakuta mama yako pia kauawa, unakuta mjomba wako kauawa, unakuta mke wako kauawa. Lakini pia polisi wa Dar es Salaam, msiue, mtarudi kwenu Mbeya mtakuta ndugu zenu wameuawa. Polisi wa Msoma, polisi wa Tabora, msiue, kwa sababu inawezekana hayo maeneo ni maeneo yenu tu ya kazi, ila siko mlikozaliwa. Mlizaliwa Mbeya. Mkirudi Mbeya mtakuta wajomba zenu waliuawa, mtakuta wadogo zenu waliuawa. Na msiue, mtaua ndugu zenu. Msiue. Nianze kwa kusema au kwa wito mpole kabisa, natoa wito na wasihi kwa moyo mkuu kama mtu wa Mungu, nanyi vyombo vya usalama vyote kama watu wa Mungu. Ni vyombo vya usalama ndio, ila ni watu wa Mungu, mliumbwa na Mungu. Mnaweza mkawa mnafanya yasiyo ya Mungu, ila mlitoka kwa Mungu na mtarudi kwa Mungu. Wito wangu kwa vyombo vya usalama, tunavyoelekea ama tunavyokaribia au tulivyokaribiana sana na maandamano ya Sabasaba, kama yalivyoonekana ama yanavyoonekana ya kwamba watu wataandamana, raia wataandamana kudai haki, kudai usawa, kupinga uonevu, kupinga dhuluma, kupinga mauaji, kudai matakwa yao, kudai kupata haki ya uhai. Wito wangu kwa vyombo vya usalama, jeshi la polisi, idara ya usalama taifa, jeshi la magereza Tanzania, jeshi la uokozi na zimamoto Tanzania, vyombo vyote hivi ingefaa vitumike kusaidia kuleta ukombozi na sio kuwa pamoja na wauaji au na wakoloni tulionao. Na wasi polisi, na wasi wanajeshi, na wasi idara ya usalama wa taifa, na wasi jeshi la magereza, na wasi jeshi la zimamoto. Wito wangu katika maandamano haya ya tarehe 7 mwezi wa 7, waliopanga watu raia kwa ajili ya kudai haki, maandamano ya amani, na wasi, kama mliwahi kuua, mlitumika kuua kwa kupewa oda, msiue. Na wasi msiue. Na wasi msiwaue Watanganyika, na wasi msiue raia, na wasi msiwaue watoto, na wasi msiwaue wamama, wababa, na wasi msiwaue wananchi. Na wasi Watanganyika ni ndugu zenu, raia ni ndugu zenu, na wasi msiue.
na wasi msiue. Vyombo vya usalama mlieko Mbeya, msiue raia, msiue raia wa Mbeya. Vyombo vya usalama mlieko Njombe, msiue. Mtakao kuweko Njombe, msiue. Mtakao kuweko Dar es Salaam, msiue, msiue. Mtakao kuwepo Dodoma, msiue. Polisi au vyombo vya usalama, kama mtaua Dar es Salaam, kama mtaua Njombe, chueni ya kwamba hamjaua raia wa Njombe. Mliowaua ni ndugu zenu. Unaweza ukaua ukiwa Mbeya, ukawamiminia risasi raia wa Mbeya siku ya maandamano, lakini nyumbani ni Tanga. Unarudi Tanga au nyumbani ni Songea, unarudi Songea unakuta mama yako pia kauawa, unakuta mjomba wako kauawa, unakuta mke wako kauawa. Lakini pia polisi wa Dar es Salaam, msiue, msiue. Mtarudi kwenu Mbeya, mtakuta ndugu zenu wameuawa. Polisi wa Msoma, polisi wa Tabora, msiue, kwa sababu yawezekana hayo maeneo ni maeneo yenu tu ya kazi, ila siko mlikozaliwa. Mlizaliwa Mbeya. Mkirudi Mbeya mtakuta wajomba zenu waliuawa, mtakuta wadogo zenu waliuawa. Na wasi msiue, mtaua ndugu zenu, msiue, msiue. Lakini pia sisi wote ni ndugu, sisi wote tulitoka kumoja, tutarudi kumoja. Naomba nisome maandiko haya kwa ufupi. Galatia 6 na ile mstari wa 7 inasema, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Na wasi msiwe. Nyerere aliwahi kusema ya kwamba jambo lolote, neno lolote, kitu chochote kikizungumzwa kwa lugha ya Kiingereza kinaonekana kama cha maana sana. Sasa msikie Mlilo hapo anavyojibu kwa jeuri, anavyomjibu kwa namna fulani ya ajabu sana, lakini isingefaa. Mwaipopo alipaswa ashughulikiwe, achunguzwe. Lakini kwa nini amekaliwa kimya na vyombo vya usalama? Hebu msikilize Mlilo hapo. Kamanda, niwapongeze kwa kazi ambayo mnaifanya mpaka kufikia kubaini hilo tukio ambalo limetokea. Mimi swali langu liko nje kidogo ya hichi ambacho nimetoka kukiongea. Kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi kumekuwa kuna discussion ya watu kuhusiana na kwamba wengine wataandamana tarehe 7, wengine watu waandamana. Hiyo discussion imekuwepo. Lakini ametokea mtu mmoja anaitwa Sheikh Mwaipopo. Kaongea juzi akiwa alitisha mkutano wa waandishi wa habari, sijajua wapi, na sijajua kama pia umebahatika kuiona hiyo video. Kama hujabahatika, mimi ninayo kwenye simu, naweza ngakuplay. Akiwa anasema yeye ana kundi, watu wadau wako nje wanaposti mitandaoni. Okay, alafu anasema ana kundi la kundi linaitwa Mbwa Mwitu, ambalo hilo kundi kwa watu ambao watataka kuandamana au kufanya maandamano kwa hiyo siku ya tarehe 7, si maeneo ya Sinza alitaja, Kinondoni, Kariakoo, wao watadili nao. Na muda mwingine alikuja kutumia neno, anasema watawatairi bila guns, na akasema watakuwa wanapita mida ya usiku. Sasa tukataka kufahamu kwa upande wenu jeshi la polisi, kama mjaiona na kama hivi pia taarifa ipo, na hatua gani mnaenda kuzichukua au mpaka sasa hivi mmefikia wapi kuhusiana na hilo?
Kwanza umesema halihusiani na nililokuwa naunguzungumzia. Lakini kwa sababu jeshi la polisi, naomba usikilize. Kwanza umesema halihusiani na nilichokuwa nazungumzia. Lakini kwenye sheria kuna kifungu cha sheria, kwenye sheria ya ushahidi kinasema facts not otherwise relevant becomes relevant. Ni jambo ambalo hahusiani na jambo tunalozungumzia, lakini linahusiana kwa sababu unazungumzia masuala ya kijinai. Kwa hiyo kwa kifupi sana, na taarifa zangu nyingi, kama umenifuatilia sana, mimi naanza na uchunguzi, kukusanya ushahidi, baadaye ndio nachukua hatua. Sasa hiyo ni taarifa. Taarifa iko subject to inquiry, subject to investigation. Kwa hiyo kwa kifupi sana, unaweza kujua sasa nipo kwenye stage ipi kulingana na hicho ninachokielezea.